Esther alikuwa msichana mnyenyekevu wa kijijini, aliyeishi maisha ya furaha kidogo, lakini yenye utulivu. Kila asubuhi, alitoka nyumbani akisaidia mama yake kuchota maji na kupika chakula cha familia. Manjano, kijana wa kijijini, alikuwa rafiki yake wa karibu, na pia alikuwa mnyenyekevu lakini maskini. Walipokuwa wakikusanya majani shambani, walicheka, kuzungumza kuhusu ndoto zao na kushirikiana kila jambo dogo la maisha. Esther alimpenda Manjano kwa moyo wake wote, lakini alijua changamoto kubwa ilikuwa utafutaji wa maisha bora. Manjano alijua haja ya kufanya kazi ili kuboresha maisha yao, lakini aliogopa kumwacha Esther peke yake. Alipokuwa akimzungumzia Esther kuhusu ndoto zao za baadaye, tabasamu lake lilionyesha tumaini na matumaini. Watu wa kijiji walikuwa wakishuhudia upendo wao, na walijua kuwa ingawa familia zao hazikuwa tajiri, moyo wa vijana hawa ulikuwa tajiri sana. Esther alihisi furaha kubwa kuwa na Manjano karibu, hata ikiwa walikuwa wakikabiliana na uhitaji na umaskini wa kila siku. Upendo wao ulikuwa pole pole, uliojaa uvumilivu na wema wa kweli. Scene 2. Uvumilivu wa Esther. Manjano hakuwa na mali yoyote. Familia yake ilikuwa maskini na hakuwa na uhakika wa kesho. Lakini Esther hakuwahi kuonyesha huzuni au hasira. Alimvumilia Manjano kwa moyo wa dhati, akijua upendo wa kweli haujali mali au heshima ya kijamii. Kila wakati Manjano alipokuwa akionekana kukosa matumaini, Esther alimwambia kwa tabasamu, "Siku moja tutafanikisha ndoto zetu, usijali." Walipokuwa wakitazama jua likizama, Esther alisikia moyo wake ukijaa matumaini na uvumilivu. Alijua kwamba maisha hayakuwa rahisi, lakini upendo wa kweli unahitaji subira na kuamini kesho. Watoto wa kijiji walikuwa wakimkumbuka Esther kwa wema wake na tabasamu lake, na hata majirani walijua kuwa Esther alikuwa msichana wa kipekee. Upendo huu wa uvumilivu ulikuwa kama moto mdogo ambao kila siku uliongezeka na kuimarisha mshikamano wao. Esther hakuangalia heshima ya Manjano wala umaskini wake. Badala yake, alijua kuwa moyo mzuri na bidii ya kweli ni zawadi kubwa zaidi kuliko mali yoyote duniani. Hii scene inaonyesha kwamba uvumilivu ni msingi wa upendo wa kweli, na Esther alikuwa tayari kumsubiri Manjano hadi siku atakapofanikiwa. Scene 3. Manjano anaamua kuenda mjini. Manjano alijua kuwa ili kuboresha maisha yao, alikuwa lazima aende mjini kutafuta kazi na fursa. Alimwambia Esther kuhusu mpango huu kwa huzuni kidogo. "Nitakutumia habari mara nitakapopata kazi nzuri. Tafadhali subiri kidogo." Esther alikumbatia Manjano kwa nguvu, akihisi changamoto ya kuwa mbali naye. Moyo wake ulikuwa ukijaa tumaini lakini pia hofu kidogo. Kila kitu kijijini kilionekana kuwa rahisi, lakini mjini kulikuwa na changamoto nyingi na watu wengi wasiojulikana. Manjano aliamua kuwa safari hii ni lazima, na hakutaka Esther kumwonea kisasi au kuanza kuogopa maisha. Esther alibaki kijijini, lakini hakusita kufanya kazi ndogondogo za familia na kusaidia majirani. Kila jioni aliketi kando ya mto, akitazama jua likizama na kuota ndoto za siku moja Manjano atarudi na maisha yao yatakuwa bora. Hii scene inaonyesha changamoto za mapenzi ya mbali na uvumilivu wa Esther, akijua kwamba kila jitihada ina matokeo yake. Scene 4. Esther anabaki kijijini na ndoto. Baada ya Manjano kuondoka, Esther alibaki kijijini akifanya kazi nyingi: kuosha nguo za majirani, kuuza mboga sokoni na kusaidia wazee na watoto. Kila siku alijua kuwa kazi yake ndogo ni njia ya kujenga maisha yake na kumsubiri Manjano. Wakati mwingine alikuwa na huzuni, lakini alijua kushikilia matumaini ndiyo silaha yake. Alijua kuwa Manjano alikuwa akifanya kazi ngumu mjini, na aliamini kuwa siku moja jitihada zake zitaeleza matokeo. Watoto walimzunguka Esther wakimuita shujaa wetu, kwa sababu alijitolea kwa kila mmoja bila kudhani malipo. Esther alisoma kwa bidii kila usiku, akijua elimu na bidii ndizo njia pekee za kuboresha maisha. Hii scene inabainisha bidii, uvumilivu na imani ya Esther, na jinsi moyo wa dhati unaweza kuwa nguvu kubwa hata ukiwa peke yako. Scene 5. Maisha mjini kwa Manjano. Manjano alipofika mjini,
alikabiliana na changamoto nyingi: kuanza kazi ndogo ndogo, kulala kwenye nyumba ndogo za kukodi na kushindana na wengine kupata nafasi nzuri. Alijua kuwa maisha mjini hayakuwa rahisi na mara nyingi alikuwa na huzuni kwa kutokuwa na Esther karibu. Alijaribu kila njia kupata kazi nzuri, lakini mara nyingi hakupata matokeo haraka. Hii ilimfanya aone kwamba dunia ya mjini ni tofauti sana na kijiji chao. Lakini bado moyo wake ulikuwa ukijaa tumaini. Alijua kwamba kwa bidii na uvumilivu, siku moja atafanikiwa na kurudi kwa Esther. Hii scene inaonyesha changamoto za maisha na jinsi uvumilivu unavyohitajika na kutoa motisha kwa watazamaji kuhusu kushikilia ndoto zao. Scene 6. Esther anafanya kazi ngumu. Esther hakukata tamaa. Aliendelea kufanya kazi ngumu kila siku, kuanzia kuosha nguo za majirani, kuuza mboga sokoni na kusaidia watoto kusoma. Alijitahidi kushikilia matumaini yake kwamba Manjano atarudi na maisha yao yatabadilika. Kila jioni aliketi kando ya mto, akitazama jua likizama na kujihisia kuwa nguvu na bidii yake ni zawadi kwa familia na kijiji. Alijua kuwa uvumilivu wake unamfanya kuwa shujaa wa kweli wa kijiji, na hata kama Manjano atakumbuka kumridhisha, Esther alikuwa tayari kuendelea bila kumtegemea. Hii scene inabainisha uwepo wa bidii, uvumilivu na moyo wa dhati wa Esther, na inatengeneza hisia nzuri kwa watazamaji kuhusu nguvu ya mwanamke maskini lakini shujaa. Scene 9. Habari kubwa kutoka mjini. Miezi ilipita, Esther alipokea habari kutoka kijiji cha jirani kwamba Manjano alikuwa akipata nafasi nzuri mjini. Lakini taarifa hiyo pia ilijumuisha kwamba alikutana na mwanamke mwingine wa mjini, tajiri na mrembo. Hii ilimfanya Esther hisi huzuni kubwa na shaka ya moyo. Alijua kwamba maisha hayakuwa rahisi na kwamba upendo unaweza kuangukia changamoto zisizotarajiwa. Hivyo, Esther hakuruhusu huzuni hiyo kumwangamiza. Alijua nguvu yake ilikuwa katika bidii yake, uvumilivu na imani katika siku zijazo. Wakati huu uliibua hisia za kina kwa watazamaji: kuhuzunika, kumkumbuka mtu unayempenda na kushikilia matumaini hata wakati wa shaka. Scene 8. Huzuni na shida ya moyo. Esther alihisi moyo wake umedondoka, lakini alijua hawezi kurudia makosa ya kushikilia mtu aliyeachwa. Aliendelea kufanya kazi na kujenga maisha yake mwenyewe. Aliamua kushikilia thamani za unyenyekevu na bidii. Kila kitu alichokifanya kilikuwa kwa ajili ya kijiji na watoto waliokuwa wanamzunguka. Hii scene inaonyesha shujaa wa kweli wa moyo na inafundisha watazamaji kuhusu nguvu ya kujitambua na kushikilia maisha hata baada ya kuumizwa na upendo. Scene 9. Kujitambua na kujenga ndoto. Esther alijitambua kuwa nguvu yake si Manjano, bali ni yeye mwenyewe. Aliunda maisha yake, akaanza duka ndogo, kusaidia watoto kusoma na kuwa mfano wa uvumilivu na bidii. Alijua kila kazi ndogo aliyoifanya ili kusaidia wengine ni hatua kuelekea maisha bora. Hii scene inabainisha kujijenga, kushikilia ndoto na kuwa shujaa wa kweli moyo. Scene 10. Mwisho, upendo wa kujijenga. Mwisho, Esther alikuwa mfano wa nguvu na uvumilivu. Alijua upendo wa kweli haujengewi tu juu ya maneno, bali juu ya matendo, bidii na moyo thabiti. Kijiji kilimshukuru na watoto walimfahamu kuwa Esther alikuwa shujaa wa kweli. Hii scene inaangazia ufahamu wa Esther, furaha ya ndani na matumaini ya kesho. Watazamaji wanamchukulia Esther kama mfano wa maisha ya kweli, shujaa, uvumilivu na kujenga maisha bila kumtegemea mtu.